Vijana na mahusiano. Karibuni katika somo hili maalum sana kwa vijana, na topiki yetu tunayoangalia ni vijana ama kijana na mahusiano. Na kwa kuwa topiki hii ni mpana na ni ndefu, tutajaribu kuwa na mifululizo kadhaa. Lengo kubwa ni kuwapa vijana hekima namna ya kuishi katika dunia hii yenye changamoto. Neno letu la msingi linatoka Zaburi ya 119 aya ya 9 na ya 10. Neno linasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii na kufuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Ndiyo aliyosema Daudi. Ninajua kwa vijana kuna shida nyingi, hasa dunia ya leo. Mahusiano, relationship, kukua, kubalehe, kuvunja ungo kwa vijana. Na maisha ya vijana wengi yameharibika sana kwa sababu yaliacha mwelekeo wa Mungu. Tangu totoni hapa katikati wakachana na Mungu. Mahusiano kama mahusiano, kuna mahusiano ya kubeti, mahusiano ya kamari, mahusiano ya kuvuta bangi, mahusiano ya ulevi, mahusiano ya uzinzi, uasherati, kwenda clubs, wengine mahusiano ya pornography, mahusiano ya usagaji, mahusiano ya masturbation na vitu vingi sana ambavyo leo ni sumu kwa vijana. Mahusiano nje ya ndoa ni dhambi, ni sumu kwa vijana, na vijana wengi wameharibu focus, dira ya maisha yao, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwenye maisha wamelazimisha kabla ya wakati wao. Ni muhimu sana sisi kama vijana kupata hii elimu ya maarifa ya mahusiano. Mahusiano ni kabla ya wakati wake, na kuna vitu vingi sana vinafanyika chini ya carpet kwa vijana ambayo yamkini wazazi hawajui, walezi hawajui. Tunakuja kugutuka, ni mjamzito, ameshaharibika, ana magonjwa, shule ameacha, amepotelea huko, hana mwelekeo kwa sababu ya hayo malezi. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kuwapa pia vijana mwelekeo wa maisha. Kama kijana uko wapi? Una focus ya vision yako ya maisha. Na sababu ya mahusiano sio mabaya, ila tatizo la mahusiano linaua focus ama vision, maono ya mtu. Ni kwenda kuchepuka na vitu ambavyo sio vya wakati wake kwa wakati huo. Na kwa sababu vijana wengi hawajapata elimu ya focus ya maisha, ya maono, ya ndoto za maisha yao, wengi zimeishia katikati. Kama kijana uko wapi? Wengine wameanza mapenzi mapema, wana mahusiano mengi na machafu yasiyokuwa na kichwa wala miguu. Vijana wengi wamejihusisha kwenye bangi, ulevi, swala la kubeti, kamari, na ni hatari kabisa. Na swala la kubeti, lile la kamari, linaharibu mpaka fikra. Hawezi tena kufikiri sawasawa. Vijana waliojiingiza kwenye ulevi wa kupindukia, mahusiano ya kutoka kulia kushoto, hawatulii nyumbani, hata wanachokipata makazini hawana. Vijana wengi kuathirika na simu na Simba na Yanga na movie, hata watoto na masuala ya makatuni yameharibu maisha ya watu wengi. Kila dakika wako kwenye mitandao, hakuna kazi wanayofanya, hakuna chochote. Kama najua kuna wengine simu ni ofisi, ni kazi, lakini kama hauna kitu cha maana unachokitafuta huko, huna sababu ya kukamata, iweke pembeni. Mahusiano ni maisha, mahusiano ni na mazingira, mahusiano ni eneo pana, sio tu la wanaume kwa wanawake, tunaenda kwa upana. Ni mahusiano wewe na Mungu wako, wewe na ndoto yako ya maisha, wewe na maono yako ya maisha.
ni chochote unachohusiana nacho ambacho sio sahihi kwako au hakiko kwenye wakati wake. Kama kijana, please usiende huko. Kuna vitu umeanza kuvifanya na unajua ni sumu na hautafika navyo mbali. Hautafika navyo mbali. Maisha ya mitindo, tunaiga mitindo ya maisha, western culture. Sikusema ni mbaya, lakini utagundua kuna vitu havikusaidii wewe. Kujiingiza kwenye makundi ambayo hayakujengi wewe, aidha yawe ya kisiasa au ya namna yoyote, na unagundua hayakusaidii kukamilisha ndoto yako. Vijana, kufuata mkumbo. Maisha yako sio ya mkumbo. Be who you are and you will set the world unto fire. Utaweka dunia kwenye moto. Kuwa yule ambaye Mungu alikusudia. Maisha ya kuiga. Unataka kujionyesha wewe ni fulani na level hiyo hauna. Kama ulitoka maisha yako, tembea nayo hivyo. Mungu akupitisha kwenye ngazi nyingine. Tunachotafuta na kuwa ni maisha ya vijana ambayo hayana mwelekeo, na unagundua sisi ndio tuliokuwa chanzo wa kuyaharibu hayo maisha. Naomba kwa vijana tushie ujumbe huu kwa vijana wote. Maisha ya mahusiano ni kila kitu. Unaishi maisha ambayo sio ya kwako. It's a fake life. You're faking it. Unajaribu kutengeneza ambacho sio uhalisia na sio jema. Ni muhimu sana kwa vijana ukajitafuta wewe ni nani, Mungu ameweka nini kwako, na uishi kadiri ya maagizo ya Mungu kwenye maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo.